Ni Oktoba 24 ya mwaka 2025. Karibu sana mwanamchezo kwenye 18 za Open. Tuangalia kimichezo ambayo yamejiri katika pande tofauti tofauti ulimwenguni. Na kubwa zaidi tunazo taarifa kuhusu Singida Black Stars, lakini pia Azam FC, na baadaye kimataifa tutaangalia kuhusiana na mchezo wa El Clasico. Baadhi ya wachezaji wamerejea kufuatia majeraha waliokuwa wanauguza. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini nikukumbushe kwamba tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, basi wasiliana na Kaizali Building Material ambao wao wapo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0769771165 ama 0762771159. Tukianza na miguu sita, timu ya Singida Black Stars inajiandaa na mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Flambeau Center kutoka Burundi. Mchezo huo utapigwa kesho katika uwanja wa Chamazi Complex kuanzia majira saa 1 kamili usiku. Mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya bao 1-1 nchini Burundi. Hivyo Singida Black Stars inahitaji ushindi wa aina yoyote ile ili iweze kufuzu makundi. Hussein Masanza ambaye ni msemaji wa timu hiyo amezungumza machache kuelekea mchezo huo. Mambo ni mawili tu. Kwanza tunapenda kutoa taarifa, na hii ni taarifa iwafikie mashabiki wote na Watanzania. Tarehe 25 Jumamosi, kauli mbiu ya mchezo wetu huu muhimu ni kitaeleweka tu. Kauli mbiu hii ina dhamira ya kuhakikisha kwamba kila mchezaji anaenda kupambana kufa na kupona kuipeleka timu yetu hatua ya makundi. Katika miguu 12, klabu ya Azam FC inatarajiwa kuweka historia ya kwanza kufuzu makundi katika mashindano ya kimataifa ya kafu tangu timu hiyo ilipoanzishwa. Azam itashuka dimbani leo majira saa 11 kamili jioni kukipiga na KMKM kutoka Zanzibar, ambapo mchezo wa kwanza Azam FC iliibuka na ushindi mabao 2-0 kule Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi wa Azam FC Kasim Liogope na wachezaji wa timu hiyo wamezungumza na kutoa hamasa kuelekea mchezo huo. Sisi kama Azam FC tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa marudiano dhidi ya KMKM, na tunajua tunakutana na mshindani wa aina gani, na bahati nzuri tumepata fursa ya kucheza naye mchezo wa awali, lakini pia tulijaribu kuwafuatilia, tumeona ubora wao kwa sehemu gani, lakini pia tumeona mapungufu yao kwa sehemu gani. Ni timu nzuri, lakini ukiachilia hivyo hii mechi ni mechi imekaa kitofauti. Sisi kwetu tunaichukulia, sisi kama wachezaji tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza kuvuka hatua hii za mwanzo na kwenda kwenye group stage. Kwa majina naitwa Festus Salum Abdalla, ni mchezaji wa Azam FC. Na walika siku ya Ijumaa tarehe 24 Watanzania wote pamoja na mashabiki wote wa Azam FC, siku ya kuweka historia ya klabu yetu, ya timu yetu ya Azam FC. Azam FC ni zamu yetu, njoo pamoja tuweke historia. Nikukumbushe kwamba bado tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Inawezekana umekuwa ukijiuliza ni wapi utapata vifaa bora na imara na kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako, au pengine umechukua tenda kwa watu na kila ukiingia dukani unachanganyikiwa na gharama, lakini pia inawezekana unatamani kuanzisha biashara hujui unaanzaje. Basi kwa hayo na mengine yote, fika katika ofisi za Kaizali ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukapigia kupitia namba ya simu 0769771165 ama 0762771159. Tuelekee kimataifa upande wa miguu 18. Kuelekea mchezo wa El Clasico kati ya Real Madrid dhidi ya Barcelona, baadhi ya wachezaji wamerejea uwanjani baada ya majeraha yaliyokuwa yanawasibu, ambapo mabeki wa pembeni wa Real Madrid Dani Carvajal, Trent Arnold pamoja na beki wa kati Diani Hussein wameanza mazoezi na wako tayari kuelekea mchezo huo. Kwa upande wa Barcelona, Rafinha naye amerejea na atakuwa sehemu ya mchezo ambao utapigwa Jumapili hii kuanzia majira saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa upande mwingine, kiungo mshambuliaji wa Bayern Munich Jamal Musiala ameanza mazoezi mepesi baada ya majeraha ya muda mrefu aliyoyapata baada ya kugongana na aliyekuwa golikipa wa PSG Gianluigi Donnarumma katika mchezo wa UEFA Champions League msimu uliopita. Musiala anatarajiwa kurejea uwanjani mwishoni mwa mwaka huu. Kwa ripoti za madaktari zinaonyesha tayari amepona jeraha. Kinachoendelea ni kuongeza utimamu wa mwili wa mchezaji huyo. Na huo ndio mwisho wa 18 za Open kwa siku hii ya leo. Shukrani sana
kwa wewe ambao umenisikiliza toka mwanzo hadi mwisho. Lakini bila kusahau tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao wanauza pamoja na kusambaza vifaa vya ujenzi. Kwa zaidi ya miaka 30, Kaizali wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na kwa mwaka huu 2025 wamekusudia kukuza wajasiriamali wadogo wa bidhaa za ujenzi. Sasa kama unahitaji bidhaa bora na imara na kwa bei nafuu, fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Lakini pia unaweza ukatafuta kupitia namba ya simu 0769771165 ama 0762771159. Mimi ni Yohana Mashauri. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Open Online Media.